Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabla sijaanza, napenda kwanza nitoe shukurani zangu kwa wajumbe walioko hapa, tangu Dr. Salim, Profesa Harubu na huyu Marekani mwenzangu na Maalim Seif na mabibi wetu hawa na nyote wanaume na wanawake mliohudhuria katika hafla hii. Sisi dhamiri ni kuweka kumbukumbu kwa familia na kwa ndugu zangu wa Zanzibari, wa Pemba na wa Unguja. Mjue huko tulikotoka na mazonge yake tuliokuwa nayo, na huko tunakokwenda, na rehema za Mwenyezi Mungu zitushukie. Katika binadamu, sisi binadamu makhluk tumeumbwa, sifa kubwa ni ya Mola. Mola ndio alkamalu lillah, Mola ndio alokamilika. Sisi tuna upungufu wetu, tukiwa ni binadamu tuna upungufu. Kwa hivyo ikiwa tumekosea, tunaomba radhi, mtu samehe, na kwa yale mema tuliyofanya muyakumbuke vile vile. Hakuna mtu anafanya mabaya tu peke yake. Maana nilipokuwa ninasoma Maalim Seif, namsoma hichi kitabu, nikaona mimi Maalim Seif kuna mtu kweli, mtu wa dini. Mimi mpaka nilipokuwa na Maka mambo na hususa hasa tulikiita ile jela, tuliita chuo cha mafunzo. Kule ndani ilikuwa hakuna kazi, hatupewi mabuku, ndio nikaanza kusoma Qurani kule ndani. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutiwa ndani, kwa sababu nisingerejea kwake. Na hili alhamdulillah, tumepata misukosuko, tumepata shida, baki si maskhara wakati huo lakini Mwenyezi Mungu ndio mkubwa. Mimi nimehukumiwa kifo, walionihukumu kifo wamekufa. Mimi niliohukumiwa kifo niko hapo mbeleni. Basi huoni ufalme ni wake Mwenyezi Mungu. Basi alhamdulillah. Sasa ni vijana wadogo wangu, alokuwa mkubwa wangu, tumechoka sote, miguu yenyewe haishiki sasa hivi napokwenda na mkongojo. Lakini nyie vijana, umoja wetu, udugu wetu, taifa letu, na hususa Uzanzibari wetu, na nikisema Uzanzibari ninagusia Mpemba na Munguja. Mimi mamangu katoka Unguja, babangu katoka Pemba, nimezaliwa Pemba, nimekulia Unguja. Sasa mtanichana? Mpemba ende upande wake, Munguja ende upande wake, ndivyo hivyo. Basi nakuombeni tujenge umoja wetu, tushikamane, tudai haki zetu. Bila ya hivyo hatutofanya wajibu wetu. Mimi kusema kweli, hata machozi yanataka kunitoka. Ya ilahi ya Rabbi, na kila nikitazama naona kwanza nakaribia kwenda kaburini. Sasa nataka angalau nione haya maendeleo yetu
yanavyokwenda, utulivu wetu unavyokwenda, usije ukaparaganyika. Mimi ikitokea ghasia Unguja tukaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe, inaniuma. Naomba tuwe meno ya mbwa haya barabara. Kwani zamani sisi tulipokuwa tunajifunza siasa tunasema hivi, kuna contradiction namna mbili. Moja, among the people, miongoni mwa watu. Contradiction hii namna yake ya kutanzuliwa namna ingine, na ile watu na maadui zao, hapo tayari vita. Chairman Mao kasema walk on two legs, nenda kwa miguu miwili. Mmoja tengeneza salama na mmoja kaa tayari. Ukimwona mwenzako ananyolewa unasema nini? Barabara. Tukifata msimamo huo, na naamini Mwenyezi Mungu atatuteremshia rehema zake na neema zake, kwa sababu ya nia zetu. Zikiwa nia zetu ni kutafutana, wewe umefanya nini, nikukosoe, wewe umefanya nini, nikupi, tuambizane. Hatukatai, ndio wajibu kuambizana. Hata katika dini yetu inatufunza hivyo, na naamini dini zote zingine ni hivyo hivyo, kwamba watu wanapokaa pamoja wakashauriana, wakazungumza, basi mafanikio yanapatikana. Lakini watu wanapogombana wakafarikiana, hatari. Mungu atupishe mbali na hatari hiyo isitokee. Mimi sipotezi wakati, na maliza maneno yangu kwa kuombeni tena. Niloandika mtanunua kitabu, mtasoma, mtajua nimeandika nini. Huyu mwandishi kaelezea ni maisha yangu katika umri wangu tangu nilipoanza kufahamu mpaka hii leo. Nimeandika yako mazuri ndani yake, yako mabaya ndani yake. Hiyo naamini, kwa sababu nimesema mwanzo, ukamilifu ni sifa ya Mola. Basi na sisi tusameheane tunapokosa, na tushirikiane tunapokuwa tumetengeneza jambo la kheri. Hili ndio usio wangu kwenu kwa hisani yangu. Asanteni. Asante sana Sheikh Ali. Jana nilipokwenda kumpa taarifa ya mwisho kwa shughuli, nilikuwa namtania mzee Ali, maana mimi mmoja katika watani wake. Nikamwambia usije pale ukaja ukatupa kasumba. Lakini bahati ya kutupa kasumba, katupa mawaidha mema kwa ajili ya Zanzibar, na mimi nimeyasummarize vizuri. Anasema msemo wa Kiswahili, nia mbovu uharibu, lakini nia njema ni zabibu. Basi tuchukue wasia wa mzee Ali. Sasa baada ya kumsikia mzee Ali, naomba tumpe nafasi Maalim Seif naye atueleze kwa ufupi vile vile dhamiri za kuandika kumbukumbu zake na vile vile wasia wake kwetu. Halafu tumpishe Profesa Harub, yeye sasa akiwa hajaegemea kokote ndiye akatufanyia mapitio ya kitabu hichi baada ya kuwa amekisoma, atupe kile ambacho kakiona, mazuri yake, mapungufu yake. Lakini kwanza tumkaribishe Maalim. Karibu. Assalamu alaikum. Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Salim Ahmed Salim, mzee wangu, kaka yangu Sheikh Ali bin Sultan bin Isa, Profesa Harub, Profesa Geri, wakati waheshimiwa waalikwa, na mimi nianze kwa kutoa shukrani
kwanza kwenu nyote ambao umeuthamini mwaliko wetu na mkaweza kushirikiana na sisi katika uzinduzi wa kitabu hichi. Naona kwa wazee wangu kina mzee Moyo, nimefurahi sana kama kafika. Namuona hapa mzee Machano, namuona hapa viongozi wa dini na viongozi wengine wa dini. Wote tunashukuru kwa kutupa moyo huo na kuungana na sisi, na nyote nyingine asanteni sana. Lakini pia naomba nimshukuru Profesa Gary Burgess kwa kazi kubwa aliyofanya ya kuja Zanzibar mara kwa mara, kwanza kukutana na kakaangu Sheikh Ali, na alafu baadaye kukutana na mimi, tukazungumza kwa vipindi virefu na akaweza yaandika vizuri yale ambayo tulimwambia. Asante Profesa. Lakini mshukuru vile vile Profesa Harun kwa kukubali kufanya kazi ya mapitio ya kitabu. Ni kazi kubwa, na Profesa namjua ni mahiri katika kuchambua. Naamini hata kitambua vizuri kitabu hiki. Nimshukuru Dr. Salim Ahmed Salim, ni mtu mwenye shughuli nyingi, lakini alipoombwa aje awe mgeni rasmi hakusita, moja kwa moja. Lakini zaidi nimshukuru Mheshimiwa Ismail Jussa. Kama kuna watu walinisukuma sana mimi nitoe hadithi yangu ya maisha yangu, basi hakuna mwingine isipokuwa ni Ismail Jussa. Na yeye kwa kweli ndio aliyofanya mawasiliano na Profesa Gary Burgess na kukubaliana kwamba nitoe historia yangu. Kwa hivyo wote nawashukuru. Waheshimiwa, niliandika kitabu hichi kama nilivyosema baada ya kushawishiwa, na mimi nikaona kwamba kuna haja ya kuandika kitabu hichi, sababu namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mimi ni miongoni mwa Wazanzibari wachache ambao nilipata nafasi ya kuitumikia serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika viongozi juu kabisa huko. Maana ukiwa waziri kiongozi ni mtu wa pili tu kuliko mtu mwingine yote. Kwa hivyo nasema ni miongoni mwa wachache ambao nilipata nafasi ile. Lakini pia nilipata nafasi ya kuwa kiongozi mkubwa tu wa Chama cha Mapinduzi, kuanzia mjumbe wa baraza kuu, halmashauri kuu ya taifa, na mpaka kwa mjumbe wa kamati kuu na mkuu wa idara katika Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo utaona kwamba nilipata mafanikio ya kuaminiwa na kujiaminisha na kuwatumikia Wazanzibari wenzangu na Watanzania kwa jumla. Lakini baadaye vile vile nikawa na misukosuko mingi tu, na hatimaye nikamalizia gerezani kama alivyomalizia Sheikh Ali Sultani. Kwa hivyo ukiangalia maisha yangu utaona kuna mambo ambayo tunasema ni ya mafanikio, lakini pia kuna mambo ambayo ya misukosuko na mitihani ya kilimwengu. Yote hayo nadhani haitakuwa ni halali nikaenda kaburini ambapo watu wasiajue yaliyofanyika. Lakini kama alivyosema Profesa Burgess, haya maisha yetu yanaambatana vile vile kwa vipindi vyetu na historia ya nchi yetu. Kwa hivyo hujifunzi tu maisha ya Sheikh Ali Sultan au maisha ya Seif Sharif Hamad, lakini pia ni vipi wao waliangalia kipindi chao na mambo yakipitikana katika nchi yetu, na jinsi gani tulivyokuwa nchi yetu inaendelea, wapi tulifanya vizuri kama taifa, wapi tulikuwa na kasoro kama taifa. Sasa haya nadhani yatakuwa ni mafunzo kwa vizazi
sisi wenyewe na kwa vizazi vijavyo. Kwa hivyo kitabu changu ni waweza kusema ni ufupisho wa maisha yangu tangu nilipokuwa mtoto mpaka nikasoma katika skuli za msingi huko Pemba, nikaja hapa katika skuli ya wakati ule kiitwa Government Secondary School, halafu tukahamia kwenye King George Sixth School mpaka nikamaliza. Kumaliza form 6 63 mapinduzi tayari. Kwa hivyo muda mrefu wa maisha yangu ni kipindi hichi cha mapinduzi. Kuanzia nilipomaliza skuli tu mapinduzi tayari, na vipi mapinduzi yaliathiri kwa njia moja au nyingine maisha ya Wazanzibari. Hayo nimejaribu kuyaeleza kidogo, lakini pia nimeeleza katika kitabu hiki kwa ufupi jinsi gani nilianza kutumukizwa katika siasa mpaka ikafika hadi, pamoja kwamba haikuwa ni chaguo langu kuwa mwanasiasa, lakini sasa nimefika pahala nimeoana na siasa, siwezi tena kuiacha siasa. Yote haya nimeeleza katika kitabu changu. Sasa waheshimiwa, sitaki niseme sana, wale watakaojaliwa kusoma kitabu watakisoma, lakini niseme moja la msingi ni kwamba ukiangalia kumbukumbu hizi, na sio kumbukumbu hizi tu, lakini hata kumbukumbu za wenzetu waliotangulia walioandika kama Mheshimiwa Sheikh Thabit Kombo, Mheshimiwa marehemu Sheikh Ali Muhsin Ali na wengine wengi tu, kinachojitokeza nini? Ni kwamba historia ya nchi yetu, historia ya visiwa vyetu imepita katika misukosuko mikubwa tu, na kwa kweli jambo ambalo hatuna budi tujifunze ni kwamba tumekuwa na migawanyo katika nchi yetu. Sisi wenyewe Wazanzibari tumekuwa tukifitiniana sisi wenyewe kwa wenyewe. Matokeo yake tumejenga kutokuaminiana, na nadhani ndio msingi, ndio mzizi wa fitina zote tulizonazo katika nchi yetu. Kwa hivyo hatuna budi kama Wazanzibari kwa jumla wetu kujidurusu, kujiangalia na tuone kwamba je, tunatumia vipi mafunzo ya historia yetu ili kutuendeza mbele, ili kujenga umoja katika nchi yetu. Hilo ndio jambo la msingi. Dr. Salim na mimi tulipata bahati ya kufanya kazi pamoja, na sote ni mashahidi wa vipi hizi tofauti na hizi kutokuaminiana kuliathiri kwa kiasi kikubwa maendeleo ya nchi yetu. Kwa hivyo nadhani tuna mengi ya kujifunza. Sisi tulio hapa na vijana wetu lazima tujifunze sasa hivi vipi tunasonga mbele. Hilo ndio la msingi kabisa. Mimi naamini kabisa hakuna jambo kubwa kama Wazanzibari kusahau tofauti zao. Yashaupita, yashapita. Yashalopita si ndwele. Tugange yajayo. Hilo ndio la msingi. Wala naposema kwamba tujenge umoja, sina maana kwamba sote tufikiri sawa sawa. Hapana. Kila mtu atakuwa na mawazo yake, kila mtu atakuwa na itikadi yake, kila mtu atakuwa na dini yake, lakini kituunganishe Uzanzibari wetu na mustakabali wa nchi yetu. Wenyewe wazungu wanasema unity in diversity, na inawezekana kabisa kuwa na unity in diversity. Mimi na hakika kabisa tukuweza kushinda vikwazo vyote hivyo, tukajenga umoja, masuala ya nchi yetu kubadilika na sisi kuwa ni jamii ya mfano duniani, kwa kweli haitochukua muda mrefu kabisa. Kwa hivyo kubwa ambalo naloliomba na naloomba kwamba vijana hasa sasa hivi
tutoke katika ile box kufikiri katika lile sanduku lile tu, tutoke katika box. Sasa hivi lazima tuangalie maendeleo ya nchi yetu, kwamba tumeona hizi tofauti hazikutufikisha pahala, imetuletea madhara zaidi kuliko faida. Kwa hivyo tutoke huko tusonge mbele. Kufanya hivyo, mimi naamini kabisa tutaweza kuleta maendeleo ya kiuchumi, maendeleo ya kijamii na maendeleo mengine yote kwa muda mfupi katika nchi yetu. Mimi kwa kweli nitafurahi hata nikifa leo huko kaburini nikaona kwamba nikapata ibra kwamba sasa hivi Wazanzibari wameungana na nchi yao. Sasa hivi kila mmoja anaishi maisha mazuri, anaweza kumudu maisha yake, hakuna fitna, hakuna bughdha. Nitafurahi sana, watu wanaheshimiana. Nitafurahi sana kuona kwamba hadhi ya Zanzibar inarudi kama ilivyokuwa huko nyuma. Tunakuwa na elimu ya hali ya juu, iwe ni vigezo kwa wenzetu, katika kwa sababu sisi wachache tukiamua kutumia rasilimali zote katika mambo hayo kuiboresha elimu yetu, haitochukua muda mrefu ikawa ni mfano kama tulivyokuwa huko nyuma, kuona kwamba vijana wetu wote kwa kweli kila mmoja ana ajira ya heshima na anapata maisha yake mazuri. Kwa hivyo tukifanya hayo, mimi naamini kabisa, waheshimiwa, tujifunze kutoka kumbukumbu hizi kwamba wakati umefika sasa hivi tuungane kwa kitu kimoja. Asante.